baada kumshukuru Allah jalla jalalu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tupo katika mwezi mtukufu wa Rajab na tunaingia kesho kutwa katika mwezi wa Shaabani na tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa miezi hii mitukufu tuitumie katika kufanya amali njema, tuitumie katika kufanya ibada, tuitumie sana katika kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wana hasad, kuna watu wamefanywa husda, kuna watu wana vifungo, kuna watu wana mabalaa mbalimbali. Sasa kupitia miezi hii mitukufu Rajab, Shaabani, Ramadhani, ambayo ni miezi ambayo inafuatana, japo kwa mwezi wa Shaabani haumo katika miezi mitukufu, lakini kwa sababu upo katikati baina ya Ramadhani na Rajab, basi ni mwezi mzuri, ni mwezi wa khairi, kwa sababu ndani yake kuna funga nyingi na kuna faida kubwa ambazo zinapatikana katika mwezi wa Shaabani. Kwa kuna watu wamefanywa hasad, kuna watu wamefungwa, kuna watu na maradhi ya kichawi, kuna watu mambo yao hayendi, biashara zao haziendi. Sasa itumie miezi hii katika kutatua shida zako. Itumie miezi hii katika kumomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie salama na ufunguke kama umefungwa. Kama una maradhi ya kichawi, nitakupa dua hapa inshallah, mtafute mtu akusomee, au kama unaweza soma mwenyewe. Kama mambo yako hayendi, nitakupa dua hapa inshallah uifanye mwenyewe, au mtafute mtu akusomee ili mambo yako yapate kwenda. Kama biashara zako haziendi, nitakupa dua hapa inshallah hii isome mwenyewe, au mtafute mtu anayejua akufanyie. Kama unatafuta mume wewe mwanamke, hujaolewa, posa hazisimami, basi mtafute shekha akusomee, au kama utaweza soma mwenyewe. Kama una sihiri katika mwili wako, una uchawi kwenye mwili wako, au kama una vifungo vya aina yoyote, basi dua hii inakutosha kuisoma mwenyewe, au kama huwezi mtafute mtu akusomee. Lakini ukihitaji nikusomee mimi, chukua namba zangu za WhatsApp hizo hapo, nitumie SMS kwamba shekhe, naomba unifanyie wewe dua hii. Ikiwa huwezi kusoma mwenyewe, mimi nitakufanyia, nitumie SMS kwa namba zangu za WhatsApp hizo hapo. Ikiwa unaweza kusoma mwenyewe dua hii, basi soma mwenyewe. Ikiwa una shekhe wako ambaye anaweza kusoma dua hii, basi mwambie akusomee, lakini tu awe anajua sheria zake na sharti zake. Tuko pamoja? Kwa nitakusomesha dua hii. Ni dua refu sana. Sawa? Nitakusomea maelezo tu kwa sababu dua siwezi kuisoma hapa kwa sababu ni ndefu. Sawa? Ili upate kujua kama inawezekana kwenye matatizo haya na wewe ukawemo. Tuko pamoja? Kwa hiyo nakuomba fuatilia darasa hii mwanzo mwisho ili upate kuona dua hii ya ajabu sana. Dua inasema, kitabu kinasema hivi: hadha sharhu mukhtas fi duai kafaki. Dua hii inaitwa al-kafaul kubra, sawa, au al-fikiyatul kubra. Anasema yaqra'u idha asaba al-insan maradhul jinni. Dua hii ukimsomea mtu ambaye kapata maradhi ya kijini, mtu aliyepatwa na maradhi ya kijini, akawa anaumwa, kafanywa sihiri, kafanywa uchawi wa mwili wake, ukimsomea dua hii, basi yubra'u, mtu huyu atapona biidhnillahi ta'ala, kwa uwezo wa Allah. Kwa mgonjwa yote ambaye kapatwa na maradhi ya kijini, ukimsomea dua hii, basi atapona maradhi yake ya kijini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maradhi ya aina yote atapona. Hiyo ya kwanza. Ya pili asema wa idha qara'ata ala ayi maridhi, na utakapomsomea dua hii mgonjwa yoyote, awe ni maradhi ya kijini kapata au ni maradhi ya kawaida ambayo Allah kampa, maradhi ya aina yoyote, ukimsomea mgonjwa dua hii, basi yabra'u biidhnillah ta'ala, na yeye pia atapona kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dua hii mtu aliyepata maradhi ya kijini ukimsomea atapona, na mtu ambaye hajapata maradhi ya kijini, maradhi ya kawaida tu, pia ukimsomea atapona. Anasema ya tatu, wa idha qara'ata ala babil baiti, utakapoisoma dua hii kwenye mlango wa nyumba yako, yaumal hilali, siku unapoandama mwezi, mfano leo mwezi umeandama magharibi, ukakaa katika mlango wako kwa ndani, ukakaa kitako pale kwenye mlango wako kwa ndani, kisha ukaisoma dua hii maratan wahida, dua hii ukaisoma mara moja tu,
basi anasema fahuwa hijabun adhimu, hii ni kinga kubwa sana ya nyumba yako. Tena ala ahlul baiti, watu wa nyumba hiyo ambao mpo ndani mwenu, yusallimuhu min kulli balai, Allah atawapa amani na kila mabalaa, wa fitnati, na Allah atawapa amani na kila fitna, wa min sharril jinni wal insi wa shaitan, lakini Allah atawakinga watu wa nyumba hiyo na shari za majini, shari za watu, shari za mashaitani, wal maraddati, na vitimbi vya mashaitani, wa ghairi dhalika, na visifokuwa hivyo. Kwa mwezi unapoandama, ukisoma dua hii kwenye mlango wako wa nyumbani kwako ndani, basi Allah atakukinga na vitu vyote hivyo. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua zaidi. Dua yenyewe ni hichi, ni kitabu kikubwa tu. Umekiona hichi kitabu? Ni kitabu kizima hichi. Kwa dua ni kubwa, kwa siwezi kuisoma, ni kitabu kizima hichi. Umekiona? Ni kitabu kizima hichi. Kwa hiyo ukiwa unahitaji kufanya dua mwenyewe, basi tafuta kitabu hichi, kinaitwa Al-Fakiyatul Kubra. Sawa? Al-Fakiyatul Kubra. Kwa kitabu hichi, kama unachokiona hichi, mwambie mtu akusomee kitabu hichi. Ikiwa una maradhi kijini, una sihiri, una vifungo katika mwili wako, kila unalifanya hali hii, ni dua moja nzuri sana, ni dua hatari sana. Ukipata na uwezo wa kuchinja, chinja. Kwa utasoma dua hii, kisha mwisho wa siku utachinja mnyama. Ukichinja mnyama, ukisoma na kitabu hichi, wallahi wa billahi utafanikiwa sana. Kwa fanya kisomo kupitia kitabu hichi, uone mambo yanavyofunguka, kisha chinja mnyama wako. Kama ni mbuzi au kondoo, Mwenyezi Mungu atakufungua sana. Kama ulivyoona maelezo nilivyoeleza hapa, kwa maradhi yote ya kijini, maradhi ya kishetani, maradhi ambayo Allah kakupa, ukifanya hivi Allah atakufungua sana. Ufanya hivi inshallah, ili Mwenyezi Mungu akufanyie pesi katika maradhi yako. Ikiwa huwezi kufanya, basi namba zangu za WhatsApp hizo hapo, nitumie SMS kwa namba zangu za WhatsApp hizo hapo, ili niweze kukufanyia mimi kisomo cha kuchinja, nikufanyie na dua hii. Hata kama uko nchi gani, Allah atakufungua kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa inshallah, mimi hizi ni sadaka zangu na kupeni, na nyinyi zifanyeni kazi, na Mwenyezi Mungu akikujalia kupata clip hii, basi share kwa mwenzako, mpe na mwenzako, ili naye apate faida kubwa kama hizi. Lakini kama huja subscribe bado, hakikisha unabonyeza neno subscribe katika YouTube channel yangu, ili uwe ni mtu wa kwanza kupata darasa zangu. Tuombe Allah tufanyie pesi, na tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.